السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هدى ونورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن وصلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله بمعنى الله سبحانه وتعالى anasema katika kitabu chake, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqillah. Insha Allah, kwa siku ya leo nasaha insha Allah itakuwa Qur'an kuisoma kwa njia ya tadabbur ama kuisoma katika njia ya utulivu. Umuhimu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha Qur'an yake, hajaiteremsha Qur'an tutla billisani fakat, bimaana hajaiteremsha kwamba tuisome kwa ulimi peke yake, duna al-athar, bila ya kufanya nini, ya kuwa na athar na Qur'an. Pia vile vile laysa kitaban yudha'u ala rufuf, si kitabu ambacho kimewekwa katika, yani ni mapambo tu yamewekwa katika maboksi au yamewekwa katika judran fahasiba fakat. Qur'ani imeteremshwa, hii ni manhaji ya hayatan wa desturi al-umma, maana ni maisha yetu sisi na ndio desturi ya umma islamia. Kwa hivyo swali linakuja, vipi tunaisoma Qur'ani na vipi tutaisoma Qur'ani kwa njia ya kuizingatia? Anna tadabbura laysa hukran ala al-ulama wal-mufassirin fahasiba. Qur'an kuisoma katika njia ya tadabbur, si maulama peke yake ndio wafaa wasome kwa njia ya tadabbur, wala si wale ambao wameitafsiri Qur'an peke yake ndio waisome katika njia ya tadabbur. Hiyo ni muhtaju likulli muslimin alladhi yabhathu 'anil hidayah. Kila muislamu ambaye amekalifishwa na sheria, bimaana ni mukallafun, yuwafaa aisome Qur'ani kwa njia ya utulivu, kwa njia ya mazingatio, likulli khatwa, katika kila khatwa. Ni bora uisome Qur'an safha moja tu kwa siku kuliko usome juzuu nzima kwa siku na ikiwa haina tadabbur ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwako yuisoma aya moja, si safha, aya moja yuifanyia tikrari leiliyan kamila, usiku mzima yuisoma aya moja. Ni nini? Anaisoma ile aya kwa njia ya tadabbur, kwa njia ambayo ni polepole, anazingatia maneno kwa kila harfu ambayo inapatikana pale na maana yake. Na kuna faida ya kuisoma Qur'an katika njia ya mazingatio au katika njia ya tadabbur. Vipi utaisoma Qur'ani kwa njia ya tadabbur? فالقراءة سريعة هادفة لإنهاء السورة فقط
qad tuhramu sahibiha min alwuquf. Yule mtu anayependa kuisoma Qur'an kwa njia ya haraka, ama yuasoma tu basi mimi nimalize sura, huyo mtu mara nyingi wa mahali pa kusimama umempita, ama mahali kuna maani jamalul maani, kuna maani ambayo ni nzuri, pia inampita sehemu kama ile. Kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam yurattilu suratan hatta takunu atwal min muddatiha tabi'iyya min shiddati at-ta'anni. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuisoma sura hata kama ni ndefu namna gani, hata kama inachukua muda gani, lakini alikuwa akifanya nini? Akitia kila sehemu vile inavyotakikana, bimaana ni madda iwatia ni vovote vile, lakini anaisoma katika njia ya nini? Katika njia ya tadabbur. Hiyo ndio sharti ya kwanza ya mtu mwenye kuisoma Qur'an kwa njia ya tadabbur, bimaana asisome kwa haraka, achukue walau hata kama ni safha moja kwa siku. Si lazima achukue juzuu nzima, lakini ile juzuu ikawa haina nini? Haina faida kwake. Ya pili, istish'aru anna al-khuttab muwajjihan shakhsiyan. Mtu mwenye kuisoma Qur'an ahisi kwamba yule mtu ninayezungumza naye amenielekea. Na ukisoma Qur'an unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndo aliyoiteremsha nini? Aliyoiteremsha Qur'an. Ndo Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yuwasema, idha sami'ta lillahi yaqulu ya ayyuhalladhina amanu far'aha sam'aka fa innahu imma khayrun tu'maru bihi aw ash-sharru tunha 'anhu. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yasema, ukisikia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema ya ayyuhalladhina amanu kun wa'i, bimaana sikiliza. Pengine kwenye ile ya ayyuhalladhina amanu kuna mambo yameamrishwa ya khairi, ama kuna mambo ya shari yamekatazwa. Subhanallah, nichukulieni masikitiko, utakuta subhanallah mtu amechukua miaka 30 ama umri wake wote kamili yaqra al-Qur'an, lakini njoo muulize hukumu walau hukman wahidan fi al-Qur'an la yaarif shay. Mtu amechukua umri wake miaka 30 anaisoma Qur'an, hakuna siku inampita uradi wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala atampa fadhila yake kulingamana na vile alivyosoma. Lakini masikitiko ninaosema mimi ni kwamba wewe hujui chochote ambacho pale kimeamrishwa, kimekatazwa. Ndio pale sengine ukija ukiulizwa na mtu ambaye ameingia katika Uislamu, akuulize swali, unatafuta mwalimu, unatafuta itwaje, unatafuta ustadha akutafsiria. Hali yako lau hiyo miaka 30 umefanya tadabbur walau bisafhan au biayatin, umesoma Qur'ani kwa njia ya tadabbur, hata kama ni safha moja, ukajua kile ambacho kimeamrishwa pale, ukajua kile ambacho kimekatazwa pale, ni bora kuliko kuitumia miaka yako yote kuisoma Qur'ani na hujui maana yake pale iliyoko katika Qur'ani. Kwa hivyo tukisema tadabbur inamaanisha ni kile ambacho kitakuwa kiko pale, ufanye nini? Ukisome katika njia ya utulivu, na kama hujui maana yake, basi lau ungechukua hiyo tulu umra, bimaana urefu wa umri wako, ukachukua walau aya moja kwa siku, ukajua masaa unasoma kama kawaida katika uradi wa yaumiyan. Lakini jaribu tuchukue hikma kwamba una mingi pale tofauti, tujifunze, chukua walau aya moja kwa siku ujue maana yake. Kama tulivyosema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam kana tukarriru ayatan, yuwakariri aya, na aya yenyewe subhanallah ni aya gani hiyo aliyokariri usiku mzima? Yeye yuwakariri aya moja. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan lil alamin, alikuwa ni mwenye huruma na viumbe wake, alikuwa ana huruma na watu wake ambao ametumiliza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya aliweza kuikariri Rasul sallallahu alaihi wasallam usiku mzima ni aya inasema nini? Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين maneno mazito Rasul sallallahu alaihi wasallam yukarriruha wa huwa yabki, yuikariri ile aya na huku yualia, yuatoka na machozi. Na yote hiyo ni huruma ya watu wake, wafuasi wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza. In tu'adhibuhum, ukiwaadhibu, fa innahum ibaduk, basi ni waja wako. Lakini wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hiyo aya usiku mzima ya halali yuasoma hii aya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuikariri hii aya na huku yualia, yuwataka Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe waja wake, lakini akiwaadhibu basi pia ndio waja wake hana namna. Na kuisoma Qur'ani katika njia ya tadabbur, al-amalu bima taqra, fanyia kazi kile ambacho unafanya nini, unachokisoma. Tujiulize katika nafsi zetu, mimi, wewe mpenzi mtazamaji, tujiulize kitu gani ambacho katika uhai wetu sisi tumefungua Qur'an tukakitadabbur kisha tukaenda tukakifanyia kazi. Si lazima ufanye yote kwa wakati mmoja. Unaweza ukachukua njia ambayo utakwenda wewe utaisoma aya kwa njia ya tadabbur kisha jaribu kuifanyia kazi katika nyumba yako. Au jaribu kumfundisha mtu kuifanyia kazi pamoja na wewe, utakuwa umefanya jambo ambalo ni la maana kabisa. Kwa hivyo kuisoma tu itupite iende tu hivi bani bakhtatan bila shay'in, hiyo itakuwa haina faida. Kwa hivyo ni kunukuu kwamba Qur'an yatakana isome kwa uzingatio. Qur'an yatakikana iwe ni yenye kutafakuri. Ukisoma unatafakur na ile Qur'an, ile iwe ni furaha kwako wewe, kwa sababu itakufuata wewe, itakuwa ni mu'nisan fi qabri, itakufuata wewe katika kaburi lako. Vile vile unapoisoma ile Qur'an inakufanya ipate utulivu wewe pamoja na familia yako, pamoja tuseme ailatil jamii, watu wote katika familia yako, kwa sababu umeisoma li ajlillah na wataka kujua nini. Tusiachie maulama, tusiachie salafu salih ambao walikuwa hawaendi mbele, bimaana hawachukui aya tu thania mpaka wahakikishe ile aya moja wamefanya nini, wameifanyia kazi. Sisi tumekuja, Qur'ani ishateremshwa. Qur'ani kuteremshwa kwake kwetu imekuwa ni usahali. Wenzetu walikuwa wakitumia njia ngumu kuipata ile Qur'an. Twende mfano mdogo kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoteremshwa Qur'an. Alafu na sisi saa hii vile tulivyoipata tumeipata kwa njia ya rahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundishwa ashaadhibiwa. Bimaana Jibril kabla ya kumfundisha amempa adhabu, akaweza kuhimili adhabu ya Jibril na akaweza kuifahamu Qur'an. Tuchukue hiyo mithalia sasa, ama huo mfano sasa, sisi kama ummatul islamia ambao tunajaribu kuisoma Qur'an pamoja na watoto wetu. Mtoto anapoadhibiwa kwa kuikosa Qur'an katika madaris, inakuwa ni hukumu ambayo ni kubwa zaidi, ambapo ni jambo la ajabu mpaka kupelekana katika masala ya mahakama. Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa apeleke wapi mahakama? Naam. Lakini alijua kwamba hichi ni kitu ambacho ni bora, ni kitu ambacho ni uhai, ni maisha. Na akaweza kufanya nini? Akaweza kukisimamisha. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.